Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo kombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema kila sauti ina maana duniani. Kila sauti ina maana duniani. Bwana Yesu asifiwe tena. Kila sauti ambayo unakuwa unaisikia ina maana katika dunia hii. Tunajua kwamba tunapokuwa tukiishi katika dunia hii, ipo milio mbalimbali ambayo tunakuwa tunaisikia, na katika kusikia milio hiyo huwa inatambulisha kitu fulani. Kwa mfano, katika wanyama, tukisikia sauti ya ng'ombe unajua kabisa huyu ni ng'ombe, na pia hiyo sauti inatoka kwa ng'ombe. Tukisikia sauti ya mbuzi tunatambua kabisa hiyo ni sauti ya mbuzi, na pia sauti hiyo inatoka kwa mbuzi. Tukisikia sauti ya punda tunatambua kabisa hii ni sauti ya punda ambayo inatoka kwa punda. Tukisikia sauti ya ndege vile vile, tukisikia milio ya ndege vile vile tunajua kabisa huyu ni ndege, na sauti hiyo inatoka kwa ndege. Tukisikia pale ambapo simba anaunguruma tunajua kabisa huu ni mungurumo wa simba, na pia mungurumo huo wa simba unatoka katika simba. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, katika sauti ya Mungu huwezi ukaisikia kama vile ambavyo unasikia hiyo milio ya wanyama walio katika dunia hii, au kama vile ambavyo unasikia sauti ya mwanadamu. Hauwezi ukasikia kama vile ambavyo unasikia sauti hizi. Vile vile sauti ya adui pia hauwezi ukaisikia kama vile ambavyo unakwisha kusikia sauti ya viumbe hivi, bali sauti ya Mungu na sauti ya adui utaisikia katika roho, katika lile sikio la roho, na sio katika sikio la mwili. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, tukisoma katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 14 mstari wa 10 kinasema kwamba yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Bwana Yesu asifiwe tena. Tumekwisha kuangalia zipo sauti za aina nyingi, na kila sauti inaashiria kitu. Hivyo basi, sauti ya Mungu ipo juu ya yule ambaye amekwisha kukusudiwa aongee na Mungu. Yule ndo sauti ya Mungu ipo juu yake. Ina maana ikiwa Mungu ni mtakatifu, basi sauti ya Mungu itakuja kwa yule ambaye ni msafi, yule ajitakasaye. Yule ndio ambaye ataipata sauti ya Mungu. Tumekwisha kuona watu mbalimbali wakiwa wanaongea wakisema kwamba Mungu haongei na wanadamu, na pia wakisema Mungu hawezi kuongea na wanadamu. Tumekuwa tukisikia hayo maneno yakiongeleka, lakini kwa mwanadamu yote yule ambaye ni msafi, ambaye anajitakasa, ambaye amekwisha kulikiri jina la Yesu Kristo wa Nazareth, amekwisha kubatizwa, Mungu anaongea na wanadamu. Na pia Mungu anaongea na wanadamu kupitia wapi? Ni kupitia neno lake. Hauwezi kusema kwamba Mungu anaongea na wanadamu alafu hausomi neno lake. Mwenyezi Mungu anaongea na wanadamu, na pia Mwenyezi Mungu hajatuleta katika dunia hii aje kututelekeza. Ametuleta kwa pendo lake. Hivyo pale ambapo tutakuwa tumelitambua pendo lake kuu ambalo ni Yesu Kristo, tutaongea na Mungu. Hivyo pale ambapo tutakuwa tumelikataa jina la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ni ngumu sana kuongea na Mungu, kwa sababu bado tutakuwa katika dhambi. Mwanzo alitupenda, lakini kuna ile dhambi ya Adam na Hawa. Hivyo ili pendo kuu limekuja kuleta usafi ili tuweze kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ikiwa zipo sauti za aina nyingi, mwanadamu ni kiumbe pekee ambaye ameumbiwa ufahamu na ambaye amependelewa. Mungu ametupendelea sana sisi wanadamu. Mwanadamu ni bora kuliko viumbe vyote. Hivyo basi, mwanadamu ambapo anakuwa ameitambua njia ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, anakuwa bora zaidi na zaidi. Ina maana pale ambapo anakuwa amelikataa neno, anakuwa amemkataa Yesu Kristo,
pale ambapo anakuwa anaongea na Mungu. Anapokuwa anaongea na Mungu, Mwenyezi Mungu hamsikii, anasikia ni kama tu hii milio ya ndege, kama sisi ambavyo tunakuwa tunaisikia hii milio ya ndege, kwamba ndege anaweza kuwa amenaswa hata mtini akiomba msaada, lakini kwa sababu ni sauti ya ndege, mwanadamu hawezi akaifuatilia. Na ndivyo vile vile Mwenyezi Mungu hawezi akamsikia yule ambaye ana dhambi akiwa anaomba msaada, pale ambapo anakuwa ametingwa akiwa anaomba msaada, kwa sababu akiangalia anajua kabisa tayari mtu huyu alikwisha kumkataa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, ni kwa nini basi tuwe tunasikika katika Mungu, katika hizi sauti za wanyama, na wakati sisi ni wanadamu ambao tumekwisha kuumbiwa mamlaka na kuumbiwa ufahamu? Bwana Yesu asifiwe tena. Tusipomsikia Mungu tutapotea katika njia za adui, na maana tutatolewa kama wanyama. Shetani atatutoa kama wanyama. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, sauti ya Mungu ipo juu ya yule ambaye tayari amekwisha kumjua Yesu Kristo. Na pia hamna kitu kibaya kama kuishi katika dunia hii bila kujua sauti ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wewe mwanadamu, usifananishwe na milio ya wanyama hawa. Kwa sababu gani? Wewe ni muhimu kuliko wao. Hivyo usifananishwe kwa sababu ya kukosa neno la Bwana, kwa sababu waliokosa neno la Bwana wanafananishwa kama wanyama. Ina maana kama wanafananishwa kama wanyama, na pia wanafananishwa kama ndege, pale ambapo wanakuwa kiomba msaada hawawezi kusikiwa na Bwana. Kwa nini mwanadamu ufananishwe kama ndege, wakati wewe ni mwanadamu ambaye Mwenyezi Mungu amekutambua na pia amekwisha kumtoa mwana wa pendo lake ili sauti yako iweze kusikika kama mwanadamu? Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo pale ambapo utakuwa umemkataa Yesu Kristo, hata uwe na mamlaka gani, lakini kama hauna maarifa ya Mungu, ndugu yangu, sauti yako itasikika kama ndege. Hata uwe ni baba ambaye una watoto wengi sana, lakini ukawa kuna vitu umevikosa ambavyo vingetokana na maarifa ya Mungu, lazima utazaraulika. Hata uwe wa kwanza kuzaliwa, pale ambapo utakuwa kimewekwa kikao, pale ambapo wanakusikia, kama Mwenyezi Mungu hajakupa mamlaka au kibali cha kuweza kuongea, watu watakusikia kama ndege. Bwana Yesu asifiwe tena. Watakusikia kama ndege, na pia watasema huyu anavyoongea ndivyo halivyo. Kwa sababu gani? Utakuwa unaongea sauti isiyo na mamlaka. Ni sawa na yule ambaye anaongea akiwa ndani ya ulevi. Anaweza kuwa anaongea vitu vya muhimu, lakini kwa sababu ya ulevi anashindwa kusikiwa. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu yupo kuturudishia mamlaka kupitia damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ili kuweza kutupa heshima ambayo Mwenyezi Mungu alikwisha kutupa toka mwanzo, tukaweza kuipoteza kupitia Adam na Hawa. Hivyo amemtoa mwana wa pendo lake ili sauti zetu pia ziwe na mamlaka, kwa sababu tutanena kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo wewe mwanadamu, unapokuwa katika dunia hii, tambua Mwenyezi Mungu hauwezi ukamsikia kama vile unavyosikia hiyo milio ya hao wanyama, kama vile ambavyo unasikia milio ya hao wanyama. Mwenyezi Mungu unamsikia kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe tena. Tunajua shetani anamnasa mwanadamu kupitia maandiko yaliyoandikwa. Ndio maana hata Yesu Kristo alijaribiwa kwa kupitia maandiko yaliyoandikwa. Hivyo pale ambapo utakuwa wewe hauna Roho Mtakatifu, hauwezi ukatambua kwamba hii ni sauti ya Mungu au hii ni sauti ya shetani, kwa sababu utakuwa nje na wokovu. Ina maana shetani anapokuja kwako anajigeuza kama malaika wa nuru. Bwana Yesu asifiwe tena. Na ukiona kabisa amekuja katika maandiko, utajua hili ni neno la Mungu, kumbe ni shetani. Hivyo basi katika Roho Mtakatifu mwanadamu ambapo anakuwa tayari amekwisha kumpokea Yesu Kristo, ndipo pale anatambulishwa kwamba huyu anayeongea ni shetani au kwa muda huu anayeongea ni Mungu. Hivyo
Mwenyezi Mungu tutamsikia kwa sauti yake pale ambapo tutakuwa ndani ya Yesu Kristo. Mbali na hapo, tutasikiliza ile sauti ya yule mwovu aliye katika dunia hii, kwa sababu anajua kabisa mwanadamu ametokana na neno, hivyo kumpata mwanadamu lazima atumie maandiko. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, wewe mwanadamu, katika kumsikia sauti ya Mungu, wewe ambao unasema mimi sijaisikia sauti ya Mungu, sauti ya Mungu unaisikia kupitia wokovu, unaisikia kupitia wokovu. Ina maana Mwenyezi Mungu anaongea na mwanadamu ndani ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo mpokee Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, likili jina lake, batizwa na lifate neno lake, utaisikia sauti yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Baba imani Ibrahim aliongea na Mungu kupitia imani. Nuhu aliongea na Mungu kupitia imani. Mfalme Daudi aliongea na Mungu kupitia imani. Mfalme Suleimani aliongea na Mungu kupitia imani. Hivyo wale wote wafalme ni wanadamu kama sisi. Hivyo lile ni agano la kale, sisi tuna agano jipya ambalo ni Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lifuate hilo agano la damu ili uweze kuongea na Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ambaye ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo kuongea na Mungu ni paka pale ambapo tutakuwa tumetakaswa dhambi zetu zote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, kwa sababu hatuwezi tukaongea na Mungu pale ambapo tunakuwa ni wachafu, na ndio maana tayari msalaba upo ili mwanadamu aweze kumsogelea Mungu. Bwana Yesu asifiwe tena. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi kusema Mwenyezi Mungu awalinde wote.